Watu wengi wanafikiri huwezi kufanikiwa bila mtaji mkubwa. Lakini kijana huyu alianza na 30,000 tu, leo anaingiza laki kwa siku. Ila kuna kosa moja alilofanya karibu lilimrudishe alipoanzia. Kama una mtaji mdogo au hauna kabisa, video hii ni yako. Miaka michache iliyopita, huyu kijana alikuwa na kazi ya uhakika. Alikuwa anategemea vibarua na msaada wa marafiki. Siku moja alipata 30,000. Wengine wangesema hela hiyo haina maana, lakini yeye akaona ni fursa. Akaanza biashara ndogo sana, si kubwa, si ya kufurahisha, lakini akaamua kuwa consistent. Miezi ya mwanzo haikuwa rahisi, faida ilikuwa ndogo, watu walimcheka. Lakini akaendelea. Mpaka siku moja alifanya kosa kubwa, akaanza kutumia pesa biashara kwa matumizi binafsi. Biashara ikaanza kuyumba karibu hivi. Hapa kuna funzo kubwa sana kwa wengi wetu. Funzo namba 1. Mtaji mdogo sio tatizo, nidhamu ndio tatizo. Funzo namba 2. Usichanganye pesa na biashara matumizi yako. Na funzo namba 3. Biashara hukua polepole, lakini kosa moja linaweza kuua kila kitu. Alipogundua kosa lake, alisimama, akaanza upya, akaweka nidhamu. Leo biashara ile iliyodharauliwa na watu inamuingizia laki kwa siku. Sio kwa sababu ya bahati, bali kwa sababu ya nidhamu, uvumilivu, kujifunza kutokana na makosa. Kama una 20,000, 30,000, 50,000, usubiri mtaji mkubwa. Anza hapo ulipo. Swali ni hili, je, wewe utajifunza kutokana na hadithi hii au utaendelea kusubiri? Kama umepata somo, subscribe kwa channel hii. Hadithi za maisha, elimu, biashara zinakuja.